alizonazo mwanamke hata mwanaume anazo, ila ziko kwa kiwango kidogo. Homoni alizonazo mwanaume hata mwanamke anazo, ila ziko kwa kiwango kidogo. Sasa zile homoni ambapo inapokuja kutokea homoni za kiume zikawa nyingi zaidi kwa mwanamke, hapa ndo unakuta sasa mwanamke anaanza kuwa na character zile za kiume. Ndio unaanza kukuta sauti anayoiongea inatoka bass. Structure ya muonekano wake wa ngozi inaanza kuchange, lakini pia unakuta hata movement anavyotembea inaanza kuchange kutokana na ongezeko la homoni za kiume. Ndio maana huwa wanasema huyu ni tomboy, ana sifa za kiume, ana sifa za kuwa kama mwanaume kutokana na yale mabadiliko ya ndani. Habari yako mdau wa kipindi chetu pendwa cha Fix You with Cameron. Karibu tena kwenye episodi nyingine niliyokuandalia leo ya tofauti kidogo. Mimi naitwa Irene Kamugisha na nitakuwa na wewe kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho pamoja na Dr. Kenneth Bosco Luvanda, almaarufu kama Dr. Ken. Hili ndio jina lake analojiita. Kwa hiyo tutakuwa naye na leo tutazungumzia masuala ya uzazi kwa ujumla, lakini tutafocus kwenye changamoto za wanawake katika tendo, pia changamoto za wanaume katika tendo. Tutazungumzia ukavu kwa wanawake, ukosefu wa nguvu za kiume. Tutaongea mood swings kwa upande wa wanawake, lakini pia muda ukituruhusu tutagusa mambo ya hormone imbalance. Hii I think ni kwa wote, yes. Both men and women. Kwa hiyo leo tuko huko. Kuna changamoto nyingi sana kwenye ndoa ambazo zinasababishwa na hivi vitu. Mwanamke umeolewa, baada ya mtoto wa kwanza ujisikii tena kufanya tendo la ndoa. What happened? Nini kimetokea? Unafoka tu. Hasira muda wote. Nini kimekukuta? Lakini kumbe dokta kuna namna na mtizamo wa tofauti hapo. Na yeye ni daktari wa tiba mbadala, kwa maana atumia vyakula, anasema vyakula na tiba. Yeye anatibu kutumia vyakula. Kwa hiyo dawa zake huyu hazina chemical, hazina nini, ni zinakusaidia wewe kuwa vizuri zaidi. Na ndio maana niko hapa nikasema let's find out wateja wake wengi wanalalamika wanapata na matatizo gani. Kwa sababu tutajua. Kwa sababu ukiona mtu mmoja anapata changamoto, ina maana kuna wengine wengi kibao nyuma yake ambao pia wanapitia changamoto. Wewe sio wa kwanza kupitia unachopitia. Wako wengine kibao wanapitia unachopitia. Kwa hiyo karibu kwenye episodi hii, kama mkao wa kujifunza, kama mkao wa kupata suluhu ya tatizo lako. Karibu sana Dr. Ken. Asante sana Irene. Nashukuru sana. Kwa hiyo sasa unaweza pia ukajitambulisha. Okay. Ili watu wasikie sauti yako. Okay. Ya namna ya kujitambulisha, kama umeoa, una watoto na nini. Haya. Okay. Kama uko single wajue pia maana. Okay, majina yangu naitwa Kenneth Bosco Luvanda, almaarufu kama alivyosema Irene, nafahamika kama Dr. Ken. Ni tabibu wa masuala ya tiba kupitia vyakula vyetu vya asili au kupitia mimea ambayo inatusaidia kuendelea kusupport na kuweka miili yetu endelee kuwa sawa. Yes. Sawa. Status muona isiwe. Okay, na okay, kuna jambo la muhimu amenigusia. Of course mimi nimeoa na namshukuru Mwenyezi Mungu, nina watoto wawili. Na amenibariki pia. Nina kidume kimoja na cha kike kimoja pia. Safi sana. Usha balance, kwa hamna haja kuongeza. Yes. Wewe uko vizuri. Okay. Alright. Kwa tuanzie kwenye hizi tuanzie kwenye mambo ya uzazi. Okay. Tunapozungumzia uzazi labda kwenye engo hii, tunakuwa tunagusia nini hapa Dr. Ken? Okay, tukisema uzazi, uzazi ni jambo pana kidogo Irene. Uzazi maana yake tunazungumzia ule uwezo wa kiumbe binadamu, uwezo wa kuzalisha. Kuwa vizuri katika mfumo wa uzazi. Maana yake uwezo wa kuzalisha na uwezo wa kutunza
na kile ambacho umekizalisha nacho kije kizalishe. Tunazungumzia uzazi. Lakini uzazi pia una vitu vingi. Pamoja na kuzalisha una faida zake na una changamoto zake. Kwa hiyo vitu vingi ambavyo tutakavyozungumzia kwenye uzazi, tutazungumzia changamoto za uzazi, lakini pia tutazungumzia changamoto za watu kutokuproduce, kutokuzalisha. Yes. Na kumekuwa kuna changamoto nyingi za uzazi. Ukizungumzia watu kutokuzalisha, vitu gani ambavyo huwa vinasababisha mtu asizalishe? Kuna vitu vingi. Kuna vyakula kama tulivyokwisha kusema, kwa sababu vyakula ni msaada mkubwa sana katika kuhakikisha mifumo ya uzazi inakuwa sawa. Kwamba kile unachokila kina determine mwili wako una uwezo wa kuzalisha. Kwa hiyo ukiingiza vitu ambavyo sio sahihi kwenye mwili wako, vitakuletea madhara kwenye mwili wako. Ukiingiza vitu sahihi, vitakutengeneza wewe kuwa sahihi pia. Yes. Kwa hiyo input ina determine output. Kwa hiyo ili mfumo wako uzazi uwe sawa, inategemeana unakula nini. Au unautunzaje mfumo wako uzazi uendelee kuwa sawa. Kwa hiyo ni changamoto ambazo nadhani kwenye uzazi tutazungumzia changamoto za uzazi, lakini pia tutazungumzia ni vitu gani ambavyo vinafanya hizo changamoto ziwepo. Yes. Alright. Kwa hiyo tuanze tu na changamoto za wanawake. Kumekuwa na wimbi kubwa la wanawake kulalamika kwamba yani hawawezi kushika mimba. Okay. Yani ni kaupepo kanapita, mimi sielewi what happened, sijui nini kimetokea hapa katikati, lakini kuna wimbi kubwa la wanawake wanaotafuta watoto. Okay. Nikipita huko TikTok kwenye maposti haya ya mtu anayeposti mambo ya uzazi, ukiangalia wanawake wanaolia pale kutafuta watoto ni wengi. Okay. Mwingine anakuambia nimepata hata miscarriage 5 katika harakati za kutafuta mtoto. Mimba hazikai, hazishikiki. Ni nini inaweza kuwa ni changamoto hapa? Okay, nadhani changamoto za uzazi kwa sasa kama unavyosema Irene zimekuwa kubwa sana kutokana na lifestyle. Mifumo yetu ya maisha imebadilika sana. Na ukizungumzia mifumo ya maisha kuanzia kwenye namna tunavyo behave kwenye kula, lakini pia msongo wa mawazo, matumizi ya dawa, pamoja hata mazingira ambayo tuko nayo. Hivi ni vitu ambavyo vimekuwa vinatuathiri kwa sehemu kubwa sana. Na vimekuwa vinatuathiri kwa sababu tunasema miili yetu haina uwezo wa kukabiliana na changamoto ambazo zipo. Ndio maana hizi changamoto zimekuwa nyingi sana kwa sasa. Okay. Nadhani ni changamoto ambazo kwa sasa tunaziona zimekuwa nyingi, lakini wakati mwingine tunaweza tukasema zimekuwa nyingi kwa sababu pia ya teknolojia. Unajua sasa hizi mtu akiwa na changamoto ya uzazi ni rahisi kuzi-address na ni rahisi watu wengine kujua. Lakini pia wakati mwingine kumekuwepo kuna modification ya vitu vingi ambavyo tunavitumia. Vyakula vingi tunavyovitumia ni GMO foods. Ni vyakula ambavyo vimekuwa improved, vimeboreshwa. Sasa vikiboreshwa vina namna mbili. Vinaweza vikatengeneza au vikaharibu. Sasa vyakula vingi vimekuwa vinaharibu mifumo yetu ya mwili. I mean vinakwenda kuvuruga hormone, vinavuruga structure ya maumbile ya mwili yalivyo. Kwa hiyo hizi GMO foods nazo zimekuwa sababu, ukitoa changamoto za dawa, msongo wa mawazo na vyakula pia. Yes. Kwa hiyo changamoto inatokana na mambo ya lishe. Mambo ya lishe. Vyakula ambavyo vya kutengenezwa na maanisha nini? Vyakula vya kutengenezwa tunasema ni zile tunasema GMO foods. GMO foods ni vyakula ambavyo vimekuwa modified. Kama mfano? Kwa mfano, sasa hizi ukienda sokoni, nadhani mmoja utakuwa shahidi. Ukienda sokoni unakutana na nyanya chungu za aina mbili. Kuna nyanya chungu za kisasa, kuna nyanya chungu za kienyeji. Zile chungu. Lakini nyanya chungu ambazo tulizokuwa tunazitumia katika hali ya kawaida ni zile ambazo zilikuwa chungu. Ndio. Ukienda sokoni pia unakutana na karoti. Kuna yale makaroti makubwa. Yale makaroti makubwa ambayo tunasema zile ni GMO foods, zimekuwa modified. Sasa kuna karoti ambayo imekuwa modified na karoti ambayo ni original. Kwa hiyo almost ukiangalia 70% kama sio 80% vyakula vingi ambavyo viko sokoni sasa hizi ni vile ambavyo vimekuwa modified. Hata kitunguu saumu. Kuna vile vidogo vinavundu vizuri, vile vinanukia na kuna yale makubwa. Sasa
just imagine kama vyakula vimekuwa modified, maana yake pia tuna vitu vingi ambavyo vimekuwa modified ambavyo tunavitumia. Sasa vinafanyaje kazi kwenye miili yetu? Vinafanya kazi sawa na vile ambavyo ni original? Hapana. Vile original vinakuwa na ubora mkubwa, lakini vile vinatusaidia kwa sababu vinakuwa viko original, viko ile genetics yake ina uwezo wa kumatch na miili yetu sisi. Hivi ambavyo vimekuwa modified, tunasema vikiingia kwenye miili sometimes vinaweza visimatch kwa sababu vimekuwa modified, kuna vitu ambavyo vimeongezewa. Kwa hiyo vikiingia kwenye miili sometimes vinaweza visifanye kazi nzuri kama vile ambavyo tungevitumia vile vitu ambavyo ni original. Yes. Alright. Kwa hiyo tukija pia kwa changamoto za wanaume pia. Sasa changamoto za wanaume nadhani asilimia kubwa inakuwaga ni stress kwenye mfumo wa uzazi, lakini pia na matumizi ya kiolela ya dawa. Kwa wanaume asilimia kubwa inakuwaga ni matumizi ya kiolela ya dawa. Unajua siku hizi kwanza wanaume kiasili hatunaga interest ya kwenda hospitali. Yaani ukiona mwanaume anaenda hospitali ni hali imefika tete sana. Wanaume unaweza kuwa unaumwa kichwa unasema kitapona tu chenyewe. Unaweza ukaumwa mguu ukasema mguu nitachukua bandage nitafunga basi nitakuwa sawa. Lakini wanawake ni watu ambao wafuatiliaji. Na wakati mwingine tunaweza tukaona changamoto za wanawake ni nyingi kwa sababu wao ni wafuatiliaji. Kwa hiyo wanaume anaweza kihisi vimewasho kidogo atenda tanua dawa atapaka. Lakini je, zile dawa tunazopaka ni salama? Kwa hiyo magonjwa mengi ya wanaume yanaweza kutokana na msongo wa mawazo kwa sababu wanaume asilimia kubwa shughuli za utafutaji, ubize, sometimes stress inaweza zikawa ni nyingi zaidi. Kwa hiyo unakuta ule uwezo wa wao kupambana na zile hormones na vitu vingine huwa unakuwa mkubwa, yani miili yao inalemewa kutokana na shughuli za utafutaji, msongo wa mawazo. Kwa hiyo unakuta homoni za kiume zinapungua. Kwa hiyo mfumo wa uzazi ya wanaume inaweza kuharibika kutokana na matumizi ya dawa, kutokuwa makini na matumizi ya dawa, lakini pia na masuala ya stress na lishe pia. Yes. Sawa. Sasa tuje kwenye eneo ambalo sio jamii, yani kwenye jamii sio rahisi kuzungumza. Okay. Mtu kama wanandoa kwa mfano wana changamoto kwenye masuala ya tendo. Okay. Sio rahisi mtu ni kitu ambacho kwanza kinaonekana ni cha aibu. Okay. Kukizungumzia. Okay. Kwa hiyo watu wengi unakuta wako humo ndani lakini hali si shwari. Yes. Kwa sababu tu wanashindwa kuwa wawazi kutafuta tiba. Yes. Ya mmoja wao. Unaweza ukakuta kwa mfano nini kinasababisha mwanamke akose hamu ya kufanya tendo la ndoa. Okay. Yani hataki tu. Yani sio tu hataki kwa sababu kutokutaka maana yake si ajisikii. Yes. Yani mwili haurespondi. Yes. Yes. Sio kwamba hataki mwili haurespondi. Yes. Okay. Hata afanye nini huyu aruke sarakasi afanende huyu mwenzake yupo tu. Amelala yani hataki shida yani maliza uondoke. Sasa ile vibe ule mwenzake anakuwa anaipata. Yes. Na hii inaleta changamoto kwenye ndoa. Unakuta mtu analeta visingizio vingi lakini kumbe mzizi uko pale. Umetulia anashindwa kusema bwana huyu mwenzangu hali iko hivi. Yes. Kwa nini kinasababisha hasa mwanamke? Tuanze na mwanamke. Okay. Mwanamke kushindwa kutaka kufanya tendo. Okay. Kwanza unajua nadhani hii ni changamoto kubwa sana. Yaani ni ukizungumzia changamoto ya wanawake kutokuhisi au kutokuwa na hamu ya tendo la ndoa ni kubwa sana. Na wakati mwingine mwanaume anaweza kumhitaji mwanamke, wanawake wanakuaga na visingizio vingi sana. Yaani atakwambia ngoja nikaoshe vyombo, ngoja nimwandae mtoto, ngoja nifanye nini. Hiyo yote ni kujaribu kukwepa jukumu la kushiriki tendo la ndoa. Sasa kumekuwa kuna visababishi vingi sana ambavyo huwa vinasababisha mwanamke kupoteza ile hamu ya tendo la ndoa. Cha kwanza inakuwaga ni issue ya kisaikolojia. Issue ya kisaikolojia aidha mwanamke, sasa hapo tunazungumzia mwanamke hampendi yule mtu anaishi naye. Inaweza ikamfanya mwanamke asiwe tayari kushiriki tendo la ndoa. Lakini pia ukitoa issue ya kisaikolojia wakati mwingine inakuwaga sasa issue ya kisaikolojia inaweza aidha hampendi, lakini pia inaweza ikawa yule mwanaume au yule mwanamke anapata maumivu wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo
kila akifikiria kuwa anaenda kushiriki tendo la ndoa atapata maumivu, bado inamuathiri. Hamu inakata. Yani kila akifikiria kuwa hataenda kufurahia tendo la ndoa, basi anaona hapa pana changamoto, lazima atoe sababu. Lakini kubwa zaidi ya hiyo inakuwaga ni wanawake kuwa wakavu. Kwa sababu automatically tunasema mwanamke akiwa mkavu lazima atapata maumivu wakati anashiriki tendo la ndoa. Sasa akipata maumivu wakati anashiriki tendo la ndoa, automatically hawezi kufurahia tendo la ndoa. Kwa hiyo hata kisaikolojia akikumbuka kuwa anakuwa mkavu, anapata maumivu, ile stimulation ya yeye au ile hamasa ya yeye kushiriki tendo la ndoa huwa inapungua. Sasa ikipungua, nini kiwa kinatokea? Mwanamke lazima atoe sababu. Lazima akwambie nitakuja kesho. Kama ni mpenzi wako ambaye uishi naye, kama ni mwanamke unaishi naye ndani ya nyumba, lazima akupe sababu kuwa akaoshe vyombo, akafanye hiki, afanye hiki. Mwisho wa siku unakuta wewe mwenyewe umesha give up, unaamua kutoka. Sawa. Kwa hiyo sababu kubwa inakuwaga ni hizo, changamoto za ukavu, changamoto za maumivu. Lakini sasa hivyo vitu vyote vinatoka wapi? Hivyo vitu vyote vinatoka kutokana na mabadiliko ya hormone, ambapo hapa tunazungumzia hormone ya kike inayofahamika kama estrogen. Estrogen ni hormone muhimu sana kwa mwanamke. Ni hormone ambayo huwa inamfanya mwanamke kuwa vile alivyo. Ni hormone ambayo inamtengeneza mwanamke. Ni hormone ambayo huwa inaanza kufanya kazi kipindi ambacho mwanamke anakuwa, au tuseme mwanamke pale anapovunja ungo. Ni hormone ambayo huwa inamtengeneza mwanamke kuwa vile alivyo. Kwa hiyo mfumo wa uzazi wa mwanamke huwa unaanza kujengeka pale tu mwanamke anapovunja ungo. Na ni hormone gani ambayo huwa ina play part? Ni hormone hiyo inaitwa estrogen. Sasa aidha makosa mengine huwa yanaanza kutokea pale ambapo mwanamke anavunja ungo. Ndio maana unakuta kuna baadhi ya wanawake wengine wao huwa hawawezi kupata hamu ya tendo la ndoa tangu wakiwa wadogo. Nadhani kuna familia zingine unakuta mama na watoto wawili, binti wa kwanza anapenda sana mapenzi. Lakini binti mwingine wala hana hata time na mapenzi. Sasa hiyo huwa inategemeana, huyu ambaye anapenda sana mapenzi inategemeana ana kiwango kizuri sana cha hormone ya estrogen. Na hormone zake zinafanya kazi kwenye kiwango kinachotakiwa. Lakini kuna huyu mwingine ambaye unakuta hana time. Yani huwezi kumkuta na wanaume, huwezi kumkuta wapi. Sasa hawa ni wale wanawake ambao ukija kufuatilia historia yao unakuja kugundua tangu wakati anakuwa alikuwa na kiwango kidogo cha hormone ya estrogen. Sasa huyu manake nini kitakachokuja kutokea? Atahitaji msaada wa kitu kinaitwa hormone replacement therapy, HRT. Aidha atumie vyakula au atumie dawa ambazo zitamsaidia kuongeza kiwango cha hormone ya estrogen. Kwa hiyo inakuwaga ni asili. Sasa kwa wale wanawake ambao wameolewa wako ndani ya ndoa na wana changamoto ya kutokupata hamu ya tendo la ndoa na wanakuwa wakavu na wanapata maumivu, mara nyingi inakuwaga ni changamoto ya upungufu wa hormone ya estrogen. Kwa hiyo wanaume wasiwe wanawalaumu wake zao kuwa huyu mke wangu mimi hanipendi, hataki mimi nifanye naye mapenzi, hajisikii kila ninapomhitaji. Nadhani wakati mwingine wanaume inatakiwa tuwe tunaona chanzo cha tatizo ni nini. Tusiangalie focus ya pale kwa nini hahitaji kushiriki tendo la ndoa. Kuna vitu vingi sana nje ya mwanamke kukataa kushiriki tendo la ndoa. Changamoto moja wapo ni hizo tulizosema, changamoto za hormone imbalance. Yes. Hormone imbalance. Yeah. Hivi kwa maana hiyo mwanamke, hii inaweza kuwa kupelekea mwanamke akawa tomboy? Yes. Akiwa na hormone za kiume nyingi. Yes. Sana. Na pia kuna wanaume ambao pia wanaweza kawa na hormone za kike nyingi. Ndio yule sasa, ndio yule unakuta hata character na muonekano wake, vitu anavyovifanya vinakuwa vya kike. Sasa hii mara nyingi huwa tunasema hormone ya kiume huwa inapungua, ile testosterone. Alafu yale estrogen yanapanda, kwa sababu unajua hormone alizonazo mwanamke hata mwanaume anazo, ila ziko kwa kiwango kidogo. Hormone alizonazo mwanaume hata mwanamke anazo, ila ziko kwa kiwango kidogo. Sasa zile hormone ambapo inapokuja kutokea hormone za kiume zikawa nyingi zaidi kwa mwanamke, hapa ndo unakuta sasa mwanamke anaanza kuwa na character zile za kiume. Ndio unaanza kukuta sauti anayoiongea inatoka bass. Structure ya muonekano wake wa ngozi inaanza kuchange, lakini pia unakuta hata movement anavyotembea inaanza kuchange kutokana na ongezeko la hormone za kiume. Ndio maana huwa wanasema huyu ni tomboy, ana sifa za kiume, ana sifa za kuwa kama mwanaume kutokana na yale mabadiliko ya ndani.
Homoni ni kitu kikubwa ili kinaweza kikabadilisha vitu vingi sana kwa mtu. Kwa hiyo kumbe ili mimi ni function kama mwanamke kuna kiwango fulani cha homoni natakiwa niwe nacho. Yes. Na hili huyu aweze kufunction kama mwanaume kuna kiwango. Nini kinasababisha hizi homoni zifanye hivi? Okay, sasa mara nyingi tunasema mabadiliko ya homoni huwa yanategemea na vitu vingi sana. Kuna mazingira ambapo hapa tutazungumzia hali ya hewa. Lakini pia tutazungumzia vyakula. Tutazungumzia matumizi ya dawa. Kuna baadhi ya dawa ambazo ukizitumia zinaweza zikabadilisha au zikasababisha homoni zako kubadilika. Kwa mfano kwa wanawake wanatumia hizi dawa za majira, ukizitumia kwa kipindi kirefu au ukitumia dawa za majira ambazo sometimes hazijamechi na wewe, zinaweza zikakuletea changamoto ya mabadiliko ya homoni. Lakini pia kwenye hali ya hewa unakuta kuna mwingine akitoka kwenye joto akienda sehemu ya baridi homoni zake zinavurugika. Ndio wale wanawake unakuta ametoka kwenye joto ameenda kwenye baridi anaingia hedhi. Au wakati mwingine unakuta tarehe haikufika amejikuta tu ameingia hedhi. Lakini pia wakati mwingine tunasema utulivu wa akili au msongo wa mawazo. Unaweza kusababisha pia mabadiliko ya homoni. Kwa hiyo kuna tunasema kuna wale wanawake ambao akipewa taarifa za mishtuko au akipewa taarifa za kitu ambacho kimemshtua sana inaweza ikatokea akaingia period. Kwa hiyo msongo wa mawazo nao unaweza kuwa sababu kubwa ya kusababisha homoni kuvurugika. Lakini pia kwa wanaume nao inaweza ikawa ni msongo wa mawazo. Unajua mwanaume ambaye ana msongo wa mawazo hata kushiriki tendo la ndoa hawezi. Ikifika kipindi ambacho mwanaume amelemewa na msongo wa mawazo kwenye shughuli za utafutaji, automatically anaweza kawa anaamka asubuhi hamna mabadiliko yote kwenye mwili wake yanayotokea. Yaani maana yake anaweza siwe anaona mabadiliko kwenye maumbile yake. Yaani akawa anaamka asihisi kama kuna kitu kipo. Yaani hata siku 2-3 anaweza asihisi kama kuna kitu chochote kipo. Na anaweza kaenda na mwanamke asifanye chochote kabisa. Na anaweza akalala naye mpaka asubuhi na asihisi kitu chochote. Kutokana na mabadiliko ya homoni ambayo sasa hayo yanasababishwa na stress. Yes. Alright. Sawa. Kwa sasa hapa dokta tusaidie sasa tunafanyaje? Solution ya hizi hormone imbalance, ukavu kwa wanawake. Hivi kuna kitu za upungufu wa nguvu za kiume? Hicho kitu huwa kipo? Yes. Kwanza unajua hili ukisema nguvu za kiume, upungufu wa nguvu za kiume. Yes, kipo. Unajua ukisema nguvu za kiume, maana siku hizi yani kila kitu inaongeza yani inaongeza nguvu za kiume, inaongeza nguvu za kiume. Akishasikia mtu inaongeza nguvu za kiume inakuwa biashara. Na lazima achukue. Lazima achukue hiyo product. Lakini sasa pia ndio ujue kuwa changamoto hizo ni kubwa. Yaani ukiona kitu chochote kinapigiwa kelele sana, kitu chochote kinafanywa matangazo mengi, kitu chochote watu wengi wanaingia kukifanya, maana yake ni kitu ambacho pia ni kitu watu wanakihitaji na ni kitu ambacho watu bado hawajapata jibu. Sasa maana yake changamoto ya nguvu za kiume ni kweli ipo. Kwa sababu sasa unajua shida tunashindwa kutafsiri changamoto ya nguvu za kiume ni nini. Ndio maana unakuta tunaenda in general moja kwa moja ni nguvu za kiume. Nguvu za kiume ni uwezo wa mwanaume kuperform tendo la ndoa na kumridhisha mwenza wako. Kwa hiyo kwenye kumridhisha mwenza wako inategemeana unamridhisha kwa dakika ngapi. Kuna wanawake ambao wanaridhika kwa dakika 2. Anakuwa tayari ameridhika atamani kushiriki tendo la ndoa. Kuna wanawake ambao wanaridhika kwenye tendo la ndoa kwa dakika 30. What? Ili aweze kuridhika anatakiwa mwanaume uende dakika 30. Kwa hiyo ili wewe ujipime una nguvu za kiume inategemeana unashiriki tendo la ndoa na nani. Kwa sababu haiwezekani mwanamke ambaye anashiriki ana ule uwezo wake wa yeye kuwa satisfied kwenye tendo la ndoa ni dakika 2. Alafu mimi nikashiriki naye dakika 2, yule mwanamke akawa satisfied na mimi nikawa satisfied, uniambie nina changamoto ya nguvu za kiume. Yes. Sio kweli. Lakini mimi ambaye nashiriki dakika 2 nikienda kwa mwanamke ambaye ili awe satisfied anahitaji 30 minutes, mimi lazima nitafeli. Yule mwanamke lazima ataniona mimi na changamoto ya nguvu za kiume. Kwa hiyo changamoto ya nguvu za kiume tusidefine kwa mtu mmoja. Dakika 30? Yes, wapo. Dakika 30, nusu saa. Yes. Unajua kikawaida mwanamke inatakiwa kikawaida mwanamke ili awe satisfied almost dakika 7. Dakika 7 mpaka 14 hapa katikati. Yaani kwa wanawake wengi. Lakini kuna wanawake ambao hisia zao ziko mbali. Especially kwa wale wanawake ambao wamecheza sana michezo ya kujichua.
Mwanamke ambaye amejichua kwa kipindi kirefu automatically huwa inaweza ikampelekea changamoto ya kuwa anachelewa sana wakati anashiriki tendo la ndoa. Na wanawake wengi unajua wanajichua sana siku hizi. Ndio hawa sasa ambao sometimes unaweza kukuta ni mwanamke ambaye yeye hatamani tu kuingia kwenye ndoa. Mwingine shughuli za utafutaji. Kwa hiyo anaamua mimi sitaki kuingia kwenye mapenzi. Nitakuwa nakuwa najisatisfied mwenyewe. Sasa ukijichua kwa kipindi kirefu, kipindi ambacho inatakiwa yeye aingie kwenye ndoa sasa. Anakuja kukutana na mwanaume ambaye anaenda dakika 10 kwenye tendo la ndoa. Huyu mwanamke atahitaji mwanaume ambaye anaenda raundi ndefu au anaenda muda mrefu zaidi ili aweze kumridhisha huyo. Kwa sababu kujichua kwa mwanamke anakuwa tunasema anatengeneza friction. Sasa ile friction ukifanya kwa muda mrefu unaua ile mishipa fahamu, zile nerves. Zile nerves zinakusaidia wewe kusense. Sasa hiyo hali ikifanyika kwa muda mrefu, maana yake utakapokuja kushiriki tendo la ndoa, zile nerves kwa sababu unakuwa unatumia nguvu kubwa, utakapokuja kushiriki tendo la ndoa itahitaji mwanaume aongeze friction mara 2 ya ile ulikuwa unaifanya wewe. Ndio hapa sasa tunakuja kuona changamoto ya kujichua kwa wanawake inaweza kusababisha wanaume waonekane wana shida ya nguvu za kiume. Yes. Hatari sana. Kumbe kuna kujichua tena hatari. na athari za mwanaume anayejichua. Sasa kwanza unajua changamoto ya kujichua pia nayo, unajua watu wamekuwa na consider sana changamoto ya kujichua, wamesema kujichua hakuna madhara, lakini pia kuna baadhi ya watu wengine ambao wameelezea kwenye issue ya kujichua kuwa ukijichua hakuna madhara. Mbona kuna watu ambao tumejichua lakini hatujapata madhara. Lakini kiukweli kujichua kunaleta madhara. Ila sasa ili madhara yako yaonekane inategemeana wewe unakula nini. Hapo kwenye input ndio huwa tunaweza kuona madhara kwa haraka au madhara kwa kuchelewa. Kwa sababu mtu mwingine unakuta amejichua kwa kipindi kirefu na bado anajichua, lakini anaingiza vyakula vizuri ambavyo vinamsaidia kufanya replacement kwenye mishipa yake ya fahamu, kufanya replacement kwenye kuongeza ubora wa mbegu, kufanya replacement kwenye kuhakikisha mzunguko wake wa damu unakuwa sawa. Huyu mtu anaweza asione madhara au madhara yake akaja kwa kuchelewa sana. Ni tofauti na mtu ambaye unajichua au mwanaume ambaye anajichua lakini input yake ni ndogo. Yaani unajichua lakini bado unakula chips. Unajichua bado unaongeza mawanga mengi. Wewe lazima utawahi kuona madhara kwa sababu tunasema kwenye kila mshindo mmoja wa mwanaume ambao anamwaga mbegu anapoteza gramu kadhaa za madini ya zinki. Sasa yale madini ya zinki ndio kwanza zinki ndio inakusaidia wewe kwenye masuala ya kinga ya mwili. Zinki inakusaidia mwanaume kwenye kuhakikisha misuli yake inakuwa imara. Zinki inamsaidia mwanaume kwenye kuhakikisha mishipa yake ya fahamu inakuwa imara zaidi na uwezo wa kusense. Ndio maana kwa mwanaume ambaye amejichua kwa kipindi kirefu, cha kwanza hata mwili wake tu huwa unakuwa dhaifu. Yaani hata akiwa anatembea unaona anakosa ile balance. Wakati mwingine unaweza kumpa hata glasi ya shiki anakuwa anatetemeka. Lakini pia kwa mwanaume ambaye amejichua inafika kipindi ile mishipa yake ikisha choka akiwa anashiriki tendo la ndoa. Akiwa anashiriki tendo la ndoa ile maumbile yake huwa yanalala kwa haraka. Kwa sababu kunakuwa hakuna coordination nzuri ya kati ya akili yake na yale maumbile yake. Zile nerves zinakuwa zimechoka. Sasa na nerves ndizo zinazo coordinate. Sasa nerves zikichoka, zinaweza zikachoka kwa sababu kujichua unahusisha akili. Yaani unavuta picha ya kitu ambacho hakipo. Sasa ni issue ya kisaikolojia. Ndio maana mtu ambaye amejichua kuna moment anaweza kupita mwanamke akiwa uchi akamwangalia akaenda hasisi kitu chochote. Kwa sababu zile mishipa ya fahamu inayo sense imeshakuwa corrupted. Yaani amevuta hisia nyingi zaidi. Kwa hiyo hakuna hisia ambayo hakuna picha ambayo yeye hajawahi kuiona. Kwa hiyo kwa hiyo inafika kipindi mwanaume ule uwezo wa kusense unapungua. Ndio yule mwanaume ambaye sasa yuko kwenye ndoa ili aweze kushiriki tendo la ndoa mpaka angalie tena picha za ngono ndio ili aweze kupata stimulation. Manake anahitaji msaada zaidi wa kumfikirisha ili aweze kupata stimulation. Sasa madhara ya kujichua mara nyingi ndio huwa yanakuwa kwa namna hiyo. Sasa mtu ukijichua maana yake unapoteza hivyo vitu vyote. Ukipoteza hivyo vitu vyote, changamoto inapokuja itakuja kuonekana baadaye sana. Kwa hiyo kujichua moja kwa moja kumekuwa hakuna madhara moja kwa moja. Lakini wakati mwingine unaweza ukapata madhara sawa, kwa sababu inategemeana wewe unakula nini. Unafanyaje replacement yako
baada ya kujichua. Ndio maana kuna mtu mmoja alisema changamoto ya kujichua mara nyingi sana kwa watu walioko mjini inawaathiri zaidi kuliko watu walioko kijijini. Kwa sababu kijijini vyakula wanavyokula vinawasaidia kufanya replacement. Ila watu walioko mjini nature ya vyakula tunavyokula vinatuathiri, tunashindwa kurudisha kile kitu ambacho tunakitoa. Kama tuna uwezo wa kupunguza miligram kadhaa au gramu kadhaa za madini ya zinki kwenye kila raundi moja, maana yake tunapunguza gramu ngapi? Ni nyingi sana. Kwenye kila raundi moja. Hivi hii zinki inapatikana kwenye vyakula gani? Kwa mfano kama pweza. Kwa mfano kama mbegu za maboga. Unaweza kupata zinki, lakini pia kuna supplement za zinki special zinazouzwa. Nadhani ndio maana ukienda kwenye sehemu wanazouza pweza, unakuta watu wengi sana, wanaume wengi sana wanakula pweza. Sasa wanakulaga hawajui. Hawajui ni madini gani hapo mle. Yes, kwa sababu tunachoenda kupata kwenye pweza ni zinki. Pweza, pweza ana kutokana na asili ya anakopatikana. Pweza mara nyingi wanakaa kwenye miamba. Kule kwenye miamba wale vyakula wanavyokula wale pweza wanakula vyakula vingi sana ambavyo vina madini ya zinki. Pweza mwenyewe hata kwa nature yake ana ugumu fulani. Sasa ule ugumu wa pweza sometimes unakuwa umecontain zinki nyingi sana. Sasa kwenye kujichua, ukiwa kujua mwanaume ambaye aidha amejichua kwa kipindi kirefu. Kwanza kujichua kwa mwanaume kunahitaji nguvu sana. Sasa kuhitaji nguvu ili mwanaume aweze kuejaculate, kuweza kutoa manii, anahitaji friction kubwa. Kwa hiyo hata wakati wa kushiriki tendo la ndoa, mwanaume ili aweze kusikia raha inatakiwa tunasema atengeneze msuguano mkubwa ili kuzalisha joto. Sasa hata kujichua ni hivyo hivyo. Kwa hiyo mwanaume ambaye anajichua aidha anatumia mkono, anatumia vitu vingi, sawa? Sasa unapojichua unatumia nguvu, maana yake kuna mishipa laini inayosambaza damu. Kwa hiyo unakuta unaidisturb ile mishipa aidha kwa kuikunja au unapunguza ule mzunguko wa damu. Lakini pia kwa ndani kwenye maumbile ya mwanaume kuna kitu kama sponge. Zile sponge huwa zinajaza damu. Sasa zinapojaza damu zile sponge ndio huwa damu ikijaa kwenye zile sponge zinafanya uume unasimama. Sasa ukisimama maana yake kuwa ile erectile inakuwa hadi sana. Sasa ukijichua kipindi kirefu ile damu inashindwa kuingia kwa sababu zile sponge unakuwa umeziharibu ile nature yake. Kwa hiyo damu inashindwa kuflow vizuri. Damu ikishindwa kuflow maana yake unakuta ndio yule mwanaume sasa amejichua, inafika kipindi maumbile yake anasimama, lakini anasimama yakiwa dhaifu. Yaani anasimama yanakuwa legelege kwa sababu kiwango cha damu kinachoingia ni kidogo. Kwa nini kinaingia kidogo? Zile sponge za ndani haziwezi kubeba damu nyingi kwa sababu tayari zimeshaharibiwa ile nature yake. Sawa. Kwa hiyo hizo ndo changamoto za kujichua. Mambo ni mengi. Yes. Lakini inatibika hii. Inatibika, lakini process ya utibikaji wake ni kubwa sana. Na sasa kwa sababu process imekuwa kubwa ndio maana watu wengi wanasema hakuna dawa. Kwa mtu ambaye amejichua. Kwa sababu cha kwanza kama mtu ameshapunguza madini ya zinki, itabidi afanye replacement ya zinki. Kama mtu ameziharibu ile nature zile sponge au ile arrangement ya zile sponge, kuja kuirudisha ile unahitaji muda kidogo. Kwa sababu kuna kitu fulani kinaitwa nitric oxide. Hii nitric oxide ndio ambayo huwa inasaidia kuzidilate, kuzitanua zile sponge na ile mishipa ya damu. Sasa unarudishaje ile nitric oxide? Maana yake either lazima utumie vyakula, kwa mfano kama komamanga. Komamanga lina nitric oxide nyingi sana. Kuna ile beetroots. Zile zina nitric oxide nyingi sana ambayo inaweza kusaidia kwenye flow ya damu, ambayo inaweza kusaidia pia kurudisha yale maumbile ambayo kwa mtu ambaye amejichua. Ukitumia komamanga, ukatumia hizi beetroots, inakuongeza nitric oxide. Nitric oxide inakusaidia kuimarisha maumbile na kuruhusu mzunguko wa damu uwe active. Na kula pweza. Na kula pweza, yes. Na mbegu za maboga. Yeah. Alright. Kwa hiyo changamoto ni nyingi jamani. Lakini wanasema kujichua kuna faida zake pia. Yes, lakini haitakiwi kuzidi. Sasa faida za kujichua nadhani unajua kujichua ni sawa na pombe. Yawezekana ikiwa ina faida lakini ikifika kwenye point ikakutengenezea ukawa addicted, uraibu, kuacha ni kazi sana. Sasa kitu chochote ambacho huwezi kuacha, kufika kwenye hatima ya madhara ni rahisi zaidi. Kwa sababu utakifanya kwenye hali ambayo sio ya kawaida, kwa hiyo kuona matokeo inakuwa ni rahisi zaidi. Matokeo ambayo sio mazuri. Kwa hiyo hata kujichua sometimes
Kwa sababu kujichua ni the same as kwa mtu ambaye anafanya sex. Ila unafanya sex kwa kuimagine. Kwa imagination. Yes. Lakini picha. Yes. Lakini sex kama sex ukizungumzia kufanya mapenzi kuna faida zake, kwa sababu kuna kufanya una refresh akili, unaruhusu mzunguko wa damu kuwa sawa, unasaidia homoni zako ziendelee kuwa normal. Kwa sababu kuna baadhi ya homoni zingine zinakuwa stimulated pale unaposhiriki tendo la ndoa. Kama zile homoni za furaha. Sawa. Zile maana yake unaposhiriki tendo la ndoa unazistimulate, zinafanya kazi kwenye kiwango kinachotakiwa. Yes. Ndio maana kuna faida kubwa sana ya kufanya mapenzi. Kwa hiyo nadhani hata kwa mfano katika hali ya kawaida mwanaume ambaye hafanyi mapenzi au mwanaume akihitaji kufanya mapenzi alafu ukamkatisha au siku hiyo asifanye mapenzi kama yeye alikuwa anahitaji kufanya mapenzi, aisee hawezi akafanya kitu chochote. Yaani hawezi akafanya kitu chochote. Kwanza akili yake itakuwa nzito sana, atakuwa ni mtu ambaye kama anaumwa. Hata mindset yake kwenye kufikiri atakuwa low. Kwa sababu bado kuna homoni ambazo zinahitaji kufanya kazi. Na kwa sababu ni vitu ambavyo vinahusisha akili, lazima mwili utakuwa weak. Kwa hiyo kuna faida za kufanya mapenzi, lakini pia kwa mwanamke kufanya mapenzi inamsaidia pia kufanya stimulation ya hormones. Ndio maana kuna umri ambao mwanamke akifika kuanzia miaka 45 kama hafanyi mapenzi, zile homoni zake huwa zinaacha kufanya kazi za mapenzi, especially hormone estrogen inaanza kuzalisha mauvimbe ambayo hayana msingi. Wewe acha bwana. Ndio maana kuna faida za mwanamke ukishafika umri wa kuanzia miaka 45. Hata kama hormone estrogen itakuwa imeshuka kwa kiwango, at least inatakiwa unafanya stimulation. Unazichochea homoni zako kwa kufanya mapenzi. Zisikae tu. Miaka 45. At least unakuwa unazichochea. Kwa sababu unajua kwa sababu umri wa kuanzia miaka 45 ni umri ambao mwanamke anakuwa amefika kwenye ukomo wa hedhi. Kwa hiyo kuna baadhi ya homoni ujue zinakuwa haziendelei kuoperate. Sawa? Maana yake kuna homoni ambazo zinakuwa zimedecrease. Sasa zile homoni ambazo mara nyingi sana huwa tunasema mwanamke akifikisha umri wa kuanzia miaka 45, homoni nyingi sana huwa zinashuka kwake. Yaani homoni huwa zina decrease kabisa. Ndio kipindi ambacho mwanamke anaenda kwenye ukomo wa hedhi. Sasa kipindi ambacho mwanamke anaenda kwenye ukomo wa hedhi, huwa tunafahamu mwanamke anakutana na changamoto nyingi sana ambazo huwa zinaitwa premenopause kabla hajafikia kwenda kwenye hedhi. Hapa kwa nini hii premenopause inaanza muda gani? Almost kwa wanawake wengi na constant na kitaalamu ni kuanzia miaka 45. Lakini nayo sio guarantee kwa sababu huwa inategemeana mtu na mtu. Na kwa nini inategemeana mtu na mtu? Inategemeana kuna wanawake wengine wana kiwango kingi cha hormone. Kwa hiyo anaweza kufikisha mpaka 50 ndio zile hormone zikaanza kudecrease. Lakini wale ambao tumesema kuna baadhi ya wanawake wengine wana kiwango kidogo cha hormone. Kuna wengine anaweza kufikisha miaka 39 kwa sababu alikuwa na kiwango kidogo tangu nyuma. Kwa hiyo kufikisha 39 zile hormone zake huwa zinaisha kabisa. Sasa zile hormone ndio maana tunasema kuna wengine anaweza kufikisha miaka 39 akawa amefika menopause. Lakini kuna almost constant kwenye level ambayo ni normal na kitaalamu ni kuanzia miaka 45. Sasa hii miaka 45 ambayo tunadetermine mwanamke anakuwa anaenda kwenye ukomo wa hedhi. Hapa wanawake wengi hormone huwa zinashuka. Zikishuka hizi hormone huwa zinawasababishia vitu vingi sana. Kwa mfano kama hot flashes, kupata joto, changamoto za maumivu ya mifupa, sawa, mgongo, kiuno, kuwa na hasira, hizo mood swing, ngozi zao unakuta zinajikunja, sawa, ndio hapo unaanza kuna uzee unaingia, sawa. Lakini pia hizi complications sasa huwa, lakini pia anapoenda menopause huwa tunasema mwanamke anakuwa mkavu sana na anapoteza ile hamu ya tendo la ndoa. Sasa ili uendelee kuzichochea zile hormones zisiendelee kupoteza ule ubora, inatakiwa unafanya stimulation. Sasa kufanya stimulation kwenye kuzipandisha hormones, maana yake inatakiwa ufanye kitu kinaitwa hormone replacement therapy. Utumie vyakula vya nje kuongezea mwili hormone ambazo zinapungua. Sasa hizo unaweza kutumia dawa au kutumia vyakula, au wakati mwingine unaweza ukafanya stimulation hizo hormones. Sawa? Ukawa unatumia muda mwingi sana kuwa romantic au kuwa na mtu ambaye anaweza kama kutengenezea mazingira ya tunasema masuala ya romance tuseme, sawa, ili kuendelea kuzipandisha fanya tendo yani taratibu, kufanya mapenzi, sawa. Maana yake zile hormone ambazo ilitakiwa ziendelee ku decrease, unajua kitu chochote tunasema unapokishughulisha huwa kinaendelea ku exist, sawa, na kitu chochote ambacho kinakuwa kimekaa huwa kina disappear. Kwa hiyo ndivyo ilivyo kwenye hormones. That's why ndio maana huwa tunasema mwanamke ambaye umefikisha umri wa kuanzia miaka 45, ili kuendelea kuzimaintain zile hormone
inatakiwa uwe unashiriki tendo la ndoa. Kwa sababu hii ipo hata kwa mwanaume. Wanasemaga mwanaume ambaye anafanya mapenzi mara nyingi zaidi ana asilimia kubwa ya kuepukana na changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume. Tofauti na mwanaume ambaye anaweza akawa anachukua muda mrefu sana bila kufanya mapenzi. Kwa sababu maumbile ya mwanaume yametengenezwa kwa misuli. Sasa ile misuli kuna moment ambayo huwa inahitaji activities ili igrow. That's why ndio maana kuna watu wanaenda gym. Ukimchukua mtu ambaye hajawahi kwenda gym, ukimchukua mtu ambaye anaenda gym kila siku, zile muscles zao zinakuwa tofauti. Sasa kwa asili tunasema maumbile ya mwanaume yametengenezwa kwa muscles, ni misuli. Kwa hiyo mwanaume ambaye akiamka asubuhi maumbile yake yanasimama, anakuwa active. Akifika mchana maumbile yake yanasimama. Jioni maumbile yanasimama. Mwanaume huyu lazima atakuwa ana size nzuri ya maumbile. Ni tofauti na mwanaume ambaye anaweza kaka siku mbili maumbile hajasimama. Ana asilimia kubwa ya maumbile yake kudisappear au kuwa na size ndogo. Ndio hili unakutaga sasa kuna mwanaume mwingine anakuambia mimi bwana nina changamoto moja, maumbile yangu yanarudi nyuma. Kurudi nyuma sio kwamba yanarudi nyuma. Sawa? Ni kwa sababu maumbile hayasimami. Ni kama mazoezi. Ni kama mazoezi. Okay. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba hata ukubwani mtu size inaweza kaongezeka. Yes. Really? Sasa kwenye kuongezeka ni nini? Unajua sisi inabidi exercise. Exercise. Unajua kuna vitabu ambavyo kuna kitu anaweza akatumia kikamsaidia. Yes. Kwa mfano mimi nina kitabu ambacho kimeeleza namna gani mwanaume inabidi ufanye mazoezi ya maumbile yako. Chingapi? Hicho kitabu. Nataka nikinunue. Ninacho. Tutaongea nyuma ya kamera. Ni kitabu ambacho kimeeleza vizuri sana kwamba ukiamka asubuhi inabidi ufanyeje. Kuna positions zake ambazo za kukaa. Sawa. Manake the more unaushughulisha uume wako, the more unaushika, the more unafanya zile exercise, ndio the more unaruhusu zile muscles zina grow. The same as kwa mtu ambaye anaenda gym. Ukienda gym siku ya kwanza unaweza kukuta kidogo mwili umetanuka. Siku ya pili mpaka utakapokuja kumaliza unajikuta mwili wako umegrow kabisa. Lakini hiyo ni kushirikiana na masuala ya lishe sasa. Yes. Kwa hiyo unakuwa unafanya hizo exercise lakini na lishe pia. That's why ndio maana sasa manake mwanaume maumbile yake kuongezeka ni sifa nzuri. Yes, ni sifa nzuri. Mwanamke maumbile yake kuongezeka ni sifa mbaya. Yes, ni sifa mbaya. Mwanamke maumbile yake yanatakiwa yawe madogo. Sasa unajua kwa nini? Na hata mwanaume tunasema ni sifa nzuri kwa sababu lengo kubwa la maumbile ya mwanaume kuwa makubwa ni kuhakikisha tunapata friction nzuri wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Yes. Kwa asili maumbile ya mwanamke yanatanuka na kurudi. Ndio hicho nitaka niulize kwamba unajua sisi the fact kwamba anaweza akapita mtoto mwenye kilo 4 pale. Sijakuelewa hiyo hesabu. Yes. Maana uje upitishe size ya maumbile ya mwanaume ambayo ni madogo sana. Sasa ndio maana huwa tunasema hivi mwanamke anaweza akashiriki na mwanaume yoyote yule. Mwenye size yoyote iwe ndogo, iwe kubwa kwa sababu ina elasticity, inatanuka. Yes. Lakini mwanaume huwezi ukashiriki na mwanamke yote yule ukamfanya awe satisfied. Yaani kwa sababu tumesema ili uweze kufurahia tendo la ndoa pale kinachotakiwa ni friction. Yes. Ili ule msuguano ili uzalishe nini? Joto. Lile joto ndio linaleta stimulation ya kutoa zile manii. Na ili mwanaume aweze kufika mshindo ni lazima atoe manii. Kwa hiyo ile stimulation ya kutoa manii inahusika kwenye tunasema ni kitu ambacho kinahusisha mishipa ya fahamu, hormones, sawa? Ndio maana ukuta hata mwanaume unapotoa zile manii kuna hali ya mabadiliko makubwa sana kwenye mwili ambayo mwanaume huwa anapata. Lakini kitu gani kinafanya ile manii itoke? Maana yake ni ile temperature ambayo inakuwa kubwa. Sasa mwanamke ambaye ana maumbile ambayo ni makubwa, kinachokuja kutokea ni nini? Maana yake friction inapungua. Aidha sasa ili uongeze friction ni lazima ujaribu kuchange position nyingi ili kutengeneza kupunguza ile size ya maumbile. Ndio maana kuna baadhi ya position ambazo mwanamke akikaa huwa zinasababisha mwanaume aweze kuejaculate mapema. Kwa sababu tunasema yale maumbile yanaweza yakatight, yaka increase friction, mwanaume hawezi akavumilia. Lakini kwa asili
kuna wanawake ambao wana maumbile yao ambao yana temperature kubwa. Na kwa asili kuna wanawake ambao maumbile yao temperature yake ni ndogo. Sasa ndio maana unakuta kuna mwanaume anaweza akashiriki tendo la ndoa na mwanamke mmoja akajikuta anafurahia tendo la ndoa zaidi kwa mwanamke huyu kuliko huyu. Temperature. Pale kinachotakiwa ni ile temperature. Na kuna mwanaume mwingine anaweza akashiriki tendo la ndoa na mwanamke mmoja akajikuta amekuwa satisfied kwa haraka zaidi. Yaani dakika 2 tu anakuwa ameshamaliza. Lakini kuna mwanamke mwingine ukishiriki tendo la ndoa unaweza kukuta umeenda mpaka nusu saa. Kwa sababu inakulazimu sasa uzalishe joto jingi wewe kwa kutumia ile friction ili uweze kuejaculate. Lakini huyu mwingine tayari temperature yake iko juu. Kwa hiyo unakuta unaenda muda mfupi zaidi unakuwa umesha ejaculate. Mambo ni mengi upo. Kwa hiyo mambo ni mengi sana. Mambo ni mengi, lakini hii ni elimu muhimu sana. Japokuwa kwa jamii yetu inaonekana kama tabu. Yaani kama ni kitu cha kihuni sana kukizungumzia. Lakini kiuhalisia ndio kinatumaliza. Exactly. Kwa sababu mtu unakuwa unajiuliza maswali mengi sana. That's why ndio maana kuna mwingine sasa inaweza katokea ukashiriki tendo la ndoa na mwanamke mwingine unakuwa satisfied vizuri sana. Lakini ukienda kwa huyu mwingine yaani haufeel vile ambavyo utafeel kwa huyu. Kwa nini aende kwa mwingine na wewe Dr. Ken hapo? Sasa pale tunachotafuta ni hapo tunatafutia uchonganishi na wadau. Pale tunachotafuta ni tunachotafuta ni joto, tunasema tunatafuta temperature. Pale tunachotafuta ni temperature. Wewe tulia hapo hapo. Unaenda kutafuta nini huku? Tulia hapo hapo. Lakini sasa nataka niulize, je, kwa mwanamke kuna mazoezi ambayo anaweza akayafanya to reduce the size? Kupunguza ile size. Na labda kabla sijauliza hilo swali. Sisi kwa mfano wanawake ambaye ameshajifungua. Huwa kwa namna moja au nyingine kujifungua vaginal delivery kwamba inaongeza size, inapunguza, kuna mabadiliko yote yanatokea. Kuna mabadiliko huwa yanatokea. Na haya mabadiliko huwa unajua unapojifungua ni kitu ambacho kwanza unatumia power kubwa. Na ukijua maumbile ni very delicate sana. Kwa hiyo kuna moment wengine unakuta huwa wanachanika. Sawa, kuna wengine unakuta zile tissue zinachelewa kurudi. Kuna wengine huwa wanapata maambukizi kwa sababu ya zinategemeana kama hayuko kwa mazingira ambayo yalikuwa salama. Sawa. Kwa hiyo wakati wa kujifungua kuna vitu vingi sana. Lakini sasa ufanyeje? Kwa sababu bahati mbaya wengine huwa wanapewa elimu tangu mama anapotoka kliniki. Pale kishajifungua anapewa ile elimu namna gani ya kuweza kutunza hayo maumbile yake yaweze kuwa vizuri. Sasa bahati mbaya wengine huwa hawazingatii au wengine huwa hawapewi. Sasa kinamna yote nzuri ili uweze kuhakikisha maumbile yako yanakuwa sawa. Cha kwanza inashauriwa usitumie maji ya moto. Kunawa kujisafisha. Sasa wakati sisi tukijifungua tunaomba tutumie naniliu. Sasa ngoja nikwambie kitu kimoja. Hata kwa mwanamke ambaye anajisafisha kwa kutumia maji ya moto automatically huwa unalegeza ile misuli. Wacha bwana. Unafanya relaxation ya muscles. Sawa. Ndio maana kikawaida hata unapojisafisha, ndio maana kwa wadada wa mjini wengi huwa kwa wengine huwa wanachukua maji wanaweka kwenye friji. Yale maji ya baridi yale wanayatumia kujisafisha. Wanasema inawasaidia kufanya zile muscles zao kurudi kwenye hali ya kawaida. Kutumia maji ya moto ni riski kwa sababu maumbile yalivyokaa katika hali ya kawaida. Sawa. Kuna wale bakteria wazuri ambao wale bakteria wazuri inatakiwa watunzwe. Sasa ukitumia maji ya moto manake huwezi kuua moja kwa moja, lakini unapunguza ile asili ya maumbile namna yalivyokaa. Kuna bahati mbaya hata kwa mtu ambaye ametoka kujifungua tu akashonwa zile nyuzi, unashauriwa automatically usitumie maji ya moto. Kwa sababu gani? Unakuta zile nyuzi huwa zinakatika. Au wakati mwingine kwanza hutakiwi kujisafisha. Hata kama utajisafisha inatakiwa baada ya siku kadhaa, baada ya kuhakikisha ile ngozi yako imekaa vizuri. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vya msingi sana ambavyo vitu vya kuzingatia. Cha kwanza tunasema mwanamke ili uweze kurudisha maumbile yako yakae vizuri usitumie maji ya moto, usitumie sabuni ambazo au usitumie vitu kujisafisha ambavyo vina kemikali. Lakini pia kuna mikao ambayo ukikaa unalegeza. Unalegeza hizo muscles. Lakini pia wakati ndio ipi hiyo? Kuna mikao unajua hata kwenye kukaa mwanamke sasa nadhani kwenye kile kitabu sababu ni position ambazo mwanamke inatakiwa ukae.
hivi kawaida. Yes. Sasa unajua unaweza ukakaa ukatanua miguu. Sawa. Wakati kawaida nadhani hata kimila mwanamke utakiwa kukaa umetanua miguu. Kuna baadhi ya mila zingine hivi. Yes, kuna baadhi ya mila zingine. Sasa lakini kuna baadhi ya mila zingine mwanamke unashauri unapokaa hakisha miguu yako umeibana vizuri. Kweli ndio tunavyofundishwa. Yes. Sasa kwa nini unafundishwa hivyo? Sometimes kutokuruhusu zile muscles, lakini pia asili ya maumbile ya mwanamke alivyo yanatakiwa muda wote yawe yamekuwa closed. Sawa. Lakini pia kitu kingine huwa tunasema mwanamke ambaye maumbile yake anahisi kama yametanuka au zile muscles zinatakiwa afanye mazoezi ya Kegels. Kegels. Yale ni mazuri kwa sababu yanakusaidia pia zile muscles. Kegels. Yes. Yale yanakusaidia kuimarisha ile misuli ya kwenye eneo la uzazi. Sawa. Na yale pia inabidi yafanywe kwa utaalamu. Ukiyafanya kwa kukosea unajikuta badala ya kutengeneza unaharibu. Oh really? Yes. Okay. Kwa hiyo haiwezekani nikajifungua maumbile yangu yakabaki kawaida. Kurudi kwenye hali ya kawaida. Yes. Yanarudi. Yatarudi. Yanarudi vizuri sana. Ndivyo yalivyo. Yaani maumbile sasa kitu gani kinasababisha? Kwa sababu nakuuliza hivyo kwa sababu kuna pia watu ambao wana opt kujifungua kwa operation. Yes. Ili tu ili maumbile yake yasigusu. Yes. Yabaki vile vile. Yes. Ndio maana nakuuliza hili swali kwamba kama nikijifungua kawaida nisiwe na wasiwasi kwamba kuna mabadiliko yoyote yatatokea. Yes. Kwa sababu yaani baba nyumbani ataenjoy kama ilivyokuwa mwanzo. Ngoja nikwambie kitu kimoja hili. Wazee wetu walikuwa na uwezo, mama zetu zamani walikuwa na uwezo wa kuzaa watoto hata 12. Yeah. Lakini maumbile yakawa yako normal. Kuna vitu ambavyo walikuwa wanavizingatia kama hiyo sasa ya kusafishwa, kukandwa vizuri, kuhakikisha hawana maambukizi ya bakteria. Leo hii watu wanalalamika. Kuna watu ambao wanajifungua kwa operation lakini bado still size ya maumbile yao ni makubwa. Yeah. Kwa sababu unakuta mtu anaumwa UTI kila siku. Anaumwa PID kila siku. Sasa wale bakteria automatically huwa wanaharibu ile nature ya maumbile. Kwa sababu maumbile ya mwanamke kwa asili ni acidic. Sasa wale bakteria wanapoingia wanashambulia zile muscles. Kwanza wanalegeza zile muscles, wanaongeza kiwango cha asidi, ule uchafu kutoka miwasho. Kwa unakuta yale maumbile automatically yanapoteza ule muonekano wake, yanapoteza ile temperature yake. Kwa hiyo hata ile flavor ya uke wa mwanamke huwa inapotea endapo kama mwanamke pia umeshambuliwa na mabacteria infection, PID ya muda mrefu sana. Na wanawake wengi nadhani hiyo kwa wanawake inaweza ikawa inachangiwa kwa sehemu kubwa zaidi kuliko hata hiyo ya kujifungua. Kwa sababu kujifungua unaweza kujifungua let's say kwa ndani ya miaka 2 mara moja. Lakini maambukizi ya bakteria au PID almost unaweza kukuta mtu anauma PID karibia kila siku. Kuna watu wakauka hospitali. Yaani unakuta kila baada ya wiki anakumbuka mtu anakwambia ni hospitali. Yes. Hizo yani magonjwa ni mengi sana. Sasa kwa nini sometimes inatakiwa utibie kwanza hivi? Hivi ndio vitu ambavyo vina denature maumbile ya mwanamke kwa sehemu kubwa sana. Yes. Halo, tumepata hiyo elimu very very important. Very important. Kumbe kuna haja ya kuweka mfumo. Sasa umenifundisha maji ya baridi. Yale maji ya baridi. Yasikose kwenye fridge. Yasikose. Ila dada atakushangaa. Maji ya baridi. Nenda kunywa. Lakini kiafya ni nzuri sana ili. Kuoga mwili au yale unatumia kujisafisha. Kuoga mwili generally, kuoga mwili maji ya baridi pia ni safi. Sasa unajua kuna tiba moja ambayo kuna watu kiukweli hatuwezi kuoga maji ya baridi jamani. Kuna kitu ambacho nilijifunza kuhusiana na tunasema immunity stimulation kwenye kinga ya mwili. Hiyo nimetoka nje ya mada kidogo. Najua inaweza ikawasaidia pia watazamaji wetu hapa. Yes. Kuna kitu fulani inaitwa immunity stimulation. Immunity stimulation ni unatumia maji ya baridi na maji ya moto. Yaani bafuni unaingia na ndoo zote mbili. Unaingia na ndoo ya maji ya moto na ndoo ya maji ya baridi. Dakika 5 unaoga maji ya moto. Dakika 5 unaoga maji ya baridi. Inakusaidia sana kuongeza kinga ya mwili. Ni kivipi? Yani unajua maji ya moto, maji ya baridi. Yes. Unajua ni kwa nini mwili huo una change? Maana pale utazalisha white blood cell kwa wingi zaidi. Zile white blood cells zitazalishwa kutokana na mabadiliko ambayo yanatokea kwa mwili kwa wakati huo. Umeshawahi kusafiri ukatoka
sehemu yenye baridi ukaenda sehemu yenye joto, au ukatoka sehemu yenye joto ukaenda sehemu yenye baridi, ukifika kule unaanza kusikia kama homa, unasema nimepata homa, si ndio? Sasa ile inaweza isiwe homa, ile inakuaga ni kinga zako za mwili wewe zimezalishwa kwa wingi zaidi. Kuna stimulation ya immunity, zile white blood cells zikiwa nyingi zaidi. Sasa zinapokuwa nyingi zaidi, kuna mabadiliko ya mwili ambayo utaanza kuyahisi. Kwa hiyo hata ukioga maji ya baridi, ukaoga maji ya moto, ukienda ukifanya kipimo cha full body picture, unaweza ukarealize kuna mabadiliko kwenye white blood cells, kwenye ongezeko la white blood cells. Kwa hiyo at least wanasema gani nzuri kiafya, kwa sababu una stimulate kinga yako ya mwili na kabisa. Yes. Alright. Kwa labda kwa kumalizia hapa tuzungumze namna gani yani lishe ya mwanaume inatakiwa iweje na lishe ya mwanamke inatakiwa iweje? Okay. Sababu tumeona kwa sehemu kubwa ni namna tu ya lishe. Okay. Sasa unajua Irene, kwa mfano kwa wanaume ambao wana changamoto ya nguvu za kiume, au wanaume ambao wana kiwango kidogo cha mbegu, au wanaume ambao hawawezi kuzalisha. Sorry kidogo. Hii kiwango kidogo cha mbegu ndio inakuaje? Okay, kuna baadhi ya wanaume wengine wanatoa mbegu. Lakini mbegu zinakuwa hazina kitu ndani. Yanakuwa ni maji. Okay, kuna baadhi ya wanaume ambao wanatoa yale maji, lakini yale maji yanakuwa hayana kitu ndani. Kwa hiyo hao ni wale wanaume ambao hawawezi kutungisha ujauzito kabisa. Kwa hiyo zato ndio maana kuna watu wako kwenye ndoa, lakini mwisho wa siku wameishia kuwalaumu wake zao kuwa wao ndio wana changamoto, lakini wao kwa sababu hawaoni changamoto yote au tofauti yote wa mbegu, kwa sababu wanatoa yale maji, lakini yale maji yanakuwa hayana kitu chochote ndani. Sasa ili uweze kujua kama yale maji hayana kitu chochote ndani, maana yake mpaka uende ukafanye kipimo cha sperm analysis ili uweze kuona kwenye yale maji kuna hizo seli au kuna mbegu. Lakini pia kuna wengine ambao huwa wanaenda kufanya hicho kipimo, bado wanakutwa na mbegu ambazo zinakuwa na abnormal. Maana sometimes mbegu zinakuwa na vichwa viwili, mbegu zina mikia miwili, mbegu hazitembei. Sometimes unaweza kukuta mbegu hizo zina maambukizi ya bakteria. Kwa hiyo hata wanaume nao kuna wakati ambao wanakuwa na changamoto kubwa sana katika changamoto za uzazi. Sasa kwa mwanaume changamoto za uzazi huwa hazionekani moja kwa moja, kwamba huyu hawezi kuzalisha. Ndio maana kuna mwanaume mwingine kwa kumwangalia kwa nje huwezi kujua. Ni tofauti na mwanamke. Mwanamke tunamuona kwa haraka kwa sababu tutaanza kuona changamoto ya kwa mkavu, kukosa hamu ya tendo la ndoa, hedhi zake kutokuwa sawa, hazina mpangilio. Kwa hiyo ni rahisi kujua huyu ana changamoto ya uzazi. Lakini kwa mwanaume ni ngumu. Mwanaume kitu ambacho huwa tunakiangalia kwa haraka zaidi ni kushindwa kuperform. Au na kutoa mbegu kabisa. Kwa hiyo ndio vitu ambavyo huwa tunaviangalia kwa haraka zaidi. Lakini kiuhalisia changamoto za uzazi kwa mwanaume na mwanamke ziko nusu. Tena wanaume nadhani wamekuwa sababu kubwa sana ya kusababisha wanawake wasipate ujauzito. Kwa sababu wao tunasema mwanamke ili aweze kupata ujauzito anategemea kuwa na, yani tunategemea mbegu za mwanaume ndio ziwe active zaidi kuliko ya la mwanamke, kwa sababu zenyewe ndizo ambazo zinakimbia kulifuata yai. Kwa hiyo mbegu kama ni dhaifu, automatically zile mbegu nyingi huwa zinafia njiani. Na wanaume wengi wana mbegu dhaifu kwa sababu ya upungufu wa madini ya zinki kama tulivyokwisha kusema. Yes. Alright. Sasa mpeleke mwanaume hospitali akapime ujue. Kwanza ukiona mwanaume anakwenda kufanya kipimo, jua kabisa ameshaanza kujiona kuwa yeye ndio ana shida. Pale ndipo ambapo wanaume, na mwanaume hawezi akaenda yeye, hamwezi mkaenda wote kwanza. Lazima anatangulia yeye kimya kwanza. Anaenda anafanya vipimo kimya. Akiona yeye yuko sawa, anaanza kukupotezea wewe. Anaanza kuambia nenda kapime bwana, mimi niko sawa. Lakini pia kuna ile nature ya wanaume wengine huwa wanajidanganya. Yaani akiona yeye alishapata mtoto kipindi cha nyuma, anaanza kukuignore wewe. Anaanza kujiona kama yeye yuko sawa. Lakini wanaume huwa tunasahau kuwa changamoto za uzazi zinaweza zikatokea wakati wote ule. Unaweza kuwa na mtoto vizuri kabisa, lakini katikati katokea ukaumwa magonjwa ya zinaa. Katikati ukakutana na changamoto ya blockage ya mishipa ile inayosambaza, ile mishipa inayosafirisha mbegu.
Katikati tunaweza kukuta mbegu zako zikawa na shida ya kuwa na mikia miwili au zisiwe bora, zikapoteza ule bora ghafla. Kwa hiyo unaweza kujikuta ukabaki na historia kwa wewe ulishakuwa na mtoto lakini huwezi tena kuendelea kuzalisha kwa sababu changamoto zinaweza zikatokea katikati. Yeah. Okay. Wow. Kwa hiyo hata mwanamke anaweza akapata pia watoto lakini hapa katikati apitia changamoto ikapelekea pia matatizo ya uzazi. Yes. Hii ni noma sana. Nilikuwa nakuleta huku mwishoni ili utupe tuleje ili tuweze kukaa sawa. Okay. Tule vipi yani, tufanyeje yani? Mambo ni mengi. Of course changamoto kubwa saa hizi ni utandawazi. Unajua utandawazi umekuwa mkubwa. Teknolojia imekuwa. Kwa hiyo nadhani tujitahidi at least vitu ambavyo havina ulazima wa kuvitumia tusivitumie. Tujaribu kupata muda wa kupumzika. Saa hizi mwanamke unakuta anakaa mpaka saa 8 yuko online. Na kama tunafahamu mwili wa mwanamke unahitaji kuchakata hormone. Na muda wa kuchakata hormone au muda wa kupumzika pale unapolala ndio huwa tunasema mwili unafanya recycling ya hormone. Mwili unajitengeneza, mwili unaboresha hormone. Kwa hiyo sasa unakuta mtu anakuwa busy, mchana uko busy, usiku unalala saa 8, umelala masaa 2 tu peke yake, automatically lazima utasababisha changamoto ya mabadiliko ya hormone, na hormone zikisha vurugika automatically mfumo wako mzima wa uzazi unakuwa na shida. Kwa hiyo nadhani cha kwanza ni kupata muda wa kupumzika, kuhakikisha unakula vyakula ambavyo havina ulazima wa kuvitumia, achana navyo. Tumia vyakula ambavyo ni vya asili. Sawa. Sasa wanawake wengi au niseme watu wengi siku tumekuwa tupendi vyakula vya asili. Tunatamani utoke ukale machips, ukale nini vile vyakula ambavyo tunasema ni vyakula ambavyo bado hata vikiingia kwenye miili yetu haviwi msaada. Sawa. Na hii ni kwa wanawake na kwa wanaume pia. Lakini pia kitu kingine tujitahidi sana kufanya check up mapema. Yaani unapoanza kuona kuna vichangamoto ambavyo vimeanza kujitokeza sio vya kawaida, ni vyema uende hospitali. Na ukifika hospitali muelezee, kuwa huru, muelezee kabisa daktari. Kuna mwingine anaweza kufika hospitali akaanza kuficha nini. Mueleze daktari, afu daktari yeye ndo ataona kuwa hapa tupime hormone, tufanye ultrasound au tufanye test gani ambayo itaweza ikatupa majibu kwa haraka zaidi. Lakini pia kuna wale ambao umeona huko kwenye ndoa umekaa miezi 3, miezi 4 na ukao unashiriki pasipo kutumia kinga aina yote na hupati ujauzito. Basi unakuta wengine huwa wanaendelea kukaa hivyo. Unapozidi kukaa hivyo kuna baadhi ya hormone zingine huwa zinaendelea kupanda, ambapo unaingia kwenye riski kubwa. Hormone zinapopanda unaingia kwenye riski kubwa sana, ambapo sometimes ukipima mapema ni rahisi kuzicontrol zile hormone na tiba yake inakuwa ni tiba ya muda mfupi zaidi. Kwa hiyo tujitahidi kufanya check up mapema na hii inakuwa ni nzuri zaidi. Yes. Alright. Sasa labda ungewaambia wewe huduma gani zinapatikana kwako? Okay. Unatibu nini? Okay. Lakini pia kuna wale ambao kuna wale ambao wanakuwa na zile changamoto za ukavu, changamoto za miwasho. Yes. Unajua kuna wengine wameangika sana, wametibia sana miwasho. Yaani kuna mwingine anapata miwasho haelewi chanzo ni nini. Yaani anajiweka anakuwa msafi kwa namna yote ile, lakini automatic tu anakuta anapata miwasho. Na kuna mwingine unakuta anajiweka kwa namna yote kuwa msafi, lakini automatic anajikuta tu kuna ule uchafu kama maziwa mtindi, kama maziwa fresh, anajikuta tu unatoka na haelewi unatoka kwa sababu gani. Sasa sisi huwa ukitueleza tunajua huu ni uchafu ambao unatokana na mabadiliko ya hormone au ni uchafu ambao unatokana na infection. Kwa hiyo tunaangalia ni dawa gani ambayo inatakiwa tukupe dawa za hormone au tukupe dawa za infection. Kwa hiyo lakini pia kuna wale wanawake ambao hawana hamu ya tendo la ndoa. Kuna wale wanawake ambao wanasumbuliwa na maumivu ya kiuno, mgongo, hedhi zao haziko sawa. Tuna virutubisho ambavyo ni virutubisho vizuri sana ambavyo vinasaidia kubalance hormone za mwanamke, lakini pia vinasaidia kuboresha mayai, mfumo mzima wa mwanamke, vinafanya mfumo uwe bora zaidi na kuhakikisha aweze kuzalisha au tuseme kuhakikisha mfumo wa mwanamke unakuwa bora katika masuala ya uzazi. Kwa hiyo tuna virutubisho ambavyo ni vizuri, vinamsaidia mwanamke, lakini pia vinaboresha, lakini pia virutubisho hivyo vinaondoa changamoto za maambukizi ya bakteria au maambukizi kwenye via vya uzazi. Yes. Alright. Jamani, huyo anaitwa Dr. Kennedy Bosco Luvanda, maarufu kama Dr. Ken, na ametupa elimu ya msingi
sana. Umeangalia video hii imekubariki, make sure una subscribe, afu make sure unamtumia na rafiki yako mwingine ili naye hapate kujifunza mambo haya. Mara chache sana utakuta watu wanazungumzia mambo haya kwa undani sana, kwa sababu tu tunaona kama especially watu wenye walioshika dini sana. Mambo tunaonaga kama lakini sisi hao tuliopo kwenye dini tunaolewa. Sisi hao tunaenda kupata tena changamoto huko. Kwa ni vitu ambavyo kiukweli inabidi vizungumziwe tena kwa uwazi sana ili watu waweze kusaidika. Waweze kupata msaada, kitu ambacho ungeenda tu kwa Dr. Ken hapo akakupa dawa, akakushauri, akafanyaje, ukaondoka na hiyo shida, unaficha mpaka basi. Lakini kumbe ni kitu cha kawaida, sio wewe peke yako unayepitia, wako wenzako kibao ambao wanapitia hiyo changamoto. Kwa hiyo Dr. Ken atasema anapatikana vipi. Kama una hiyo changamoto au kama kuna chochote ambacho amekizungumza unahitaji kwenda kuonana naye, make sure unachukua namba anayotoa hapa ili uweze kupata msaada. Karibu Dr. Ken, unaweza ukasema namna gani unapatikana kwenye mitandao ya kijamii? Namba za simu kama zipo. Pia sio mbaya. Kwa mtu ambaye atahitaji msaada au atahitaji ushauri au atahitaji kitu chochote ambacho kinahusiana na masuala ya afya, afya uzazi na afya kwa ujumla, unaweza ukatupigia kupitia namba yetu ya simu ambayo ni 0758 078 25. Lakini pia Instagram tunafahamika kama Vyakula na Tiba, lakini pia TikTok pia tunafahamika kama Vyakula na Tiba. Na wakati mwingine unaweza ukatafuta WhatsApp kwa kupitia namba hiyo moja ya 0758 078 25. Asante sana. Naam. Huyo ni Dr. Ken. Majina yangu mimi naitwa Irene Kamugisha, na ukisubscribe utanifurahisha sana, ukishare utanifurahisha mno. Kwa sababu mimi furaha yangu ni kuona watu wakisaidika. Kwa hiyo nakuomba sana subscribe, uwe mmoja watu wa kundi hili la wanaopenda kujifunza na kupiga hatua kimaisha. Lakini mimi unaweza ukanipata kwenye mitandao ya kijamii kama Irene Kamugisha _ Instagram, Irene Kamugisha TikTok, Facebook na X ambao ilikuwa Twitter zamani. Mpaka hapo tumefika mwisho wa kipindi chetu, tukutane tena episode ijayo.